Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Penzi mtazamaji na mfuatiliziaji wa baadhi ya murajaa katika masomo ya Nahjul Ghannai Islamiyya, tukiendelea na somo la Aqidatul Islam ama tauhidi ya faslul khamis, mlango wa 30. Sin sual ma hiya da'watu ila Allah ta'ala, ni kupi kulingania kwa Mwenyezi Mungu atukhshio. Ad-da'wa ama kulingania ni kuwaita watu kwa Mwenyezi Mungu, yani kuwapatia watu maneno ya imani mpaka wamwabudu Allah na watekeleze maamrisho yake na makatazo yake. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Aya zinazoambatana na kuwa watu kuweza kuwajibika na hili jambo, moja ni hili: qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa ma ana minal mushrikin. Aya iliyoko katika suratu Yusuf 108. Qul, sema ewe Mtume Muhammad, hadhihi sabili, hii ndiyo ndia yangu, hii ndiyo njia yangu, ad'u ila Allahi, nalingania mpaka kwa Mwenyezi Mungu ama kwa Mwenyezi Mungu, ala basiratin, juu ya yaqini, ala basiratin, kwa yakini, ama ala basiratin, juu ya yaqini na haki. Katika tafsiri neno basira kilugha ni maoni ya ndani, ala basiratin, kwa maoni ya ndani, kwa busara. Lakini neno hili katika ulama wa tafsir wametafsiri ala haqqin wa yaqinin, na ndivyo inavyotakikana katika da'wa, walinganie watu kwa busara, kwa maoni ya ndani, kwa yaqini na haki. Ana wa manittaba'ani, mimi pamoja na wenye kuniandama, mimi pamoja na wenye kunifuata. Yani sisi tumepata tashrif kwa kuwa na wewe ukifanya da'wa utakuwa waingia katika wa manittaba'ani. Wama ana wa subhanallahi, na utakatifu wa mawi ni wa Mwenyezi Mungu. Utakatifu wa makosa ni wa Mwenyezi Mungu, mawi ni makosa. Wama ana minal mushrikin, na sikuwa mimi ni miongoni mwa washirikina. Hii ni aya yaonesha kuwa unapofanya da'wa wewe wafanya kazi ya Allah na Mtume sallallahu alaihi wasallam, na haitakiwi uwe wewe utalingania watu katika ushirikina ama kuwashirikisha watu. Kilazima kulingania watu kwenye shirki ni makosa, na kuwashirikisha watu ni makosa. Uzuri ni kuwatia watu wamjue Mungu, sio wewe uwe mshirikina, we kafiri. Hakuna hiyo da'wa, wala si sabili ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na wamanittaba'ahu, wala si pia ndia ya maswahaba. Kazi yao ilikuwa kuwaambia watu makafiri washirikina, makafiri mashirikina. Watu namna gani watamjua Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala? Waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Aya katika suratu Fussilat 33 yenye kuonesha kuwa Allah asema waman ahsanu qawlan, ni nani mzuri zaidi? Qawlan kimaneno, tamizi hiyo watu wanao, ama kwa kunena. Mimman daa ila Allah, kuliko yule mwenye kulingania watu kwa Mwenyezi Mungu. Hakuna mwenye maneno mazuri kama yule mwenye kuwaita watu kwa Mwenyezi Mungu. Waqala innani minal muslimin, na akanena hakika yangu mimi ni miongoni mwa wa amila salihan, na akafanya lenye kusulihi.
wa amila salihan, na akafanya yenye kusulihi. Yenye kusulihi ni jambo ambalo latakiwa ulifanye. Hasanan ni jambo tu wewe mwenyewe ni jema umelifanya, na haya maelezo watu wengi wamefeli. Tukianza sisi maduat, hatufanyi da'wa salihan, lakini utaona badili wewe uvute watu, wewe watukana mashekhe, wewe wakosoa tu mashekhe. Sasa ile si laisa bisalih. Umma umeharibika. Wa amila salihan, ukafanya maneno ambayo watu wameharibika mpaka wakatengea. Watu hawajui mashekhe mpaka wakajua. Watu hawajui kama wa mashekhe, wewe ndio kuwatukana mashekhe. Salihan ni wafundishe watu kuheshimu mashekhe, kutambua mashekhe, kupenda dini. Sio hawa wenye waliona dini nao kuwatoa katika dini na kuwadharaulisha. Salihan ni kufanya waliopotea wakawa wataongoka. Waqala innani minal muslimin, na akasema hakika yangu mimi ni miongoni mwa Waislamu. Hii ni aya ina maelezo marefu katika tafsiri al-Qur'an, lakini miongoni mwa yenye kusemwa yaliyopokewa na nana Aisha radhiallahu anha na Mujahid na Ikrima kuwa hii aya nazalat fil muadhinina, ili wateremkia wenye kuadhini. Manake wao ni miongoni mwa wenye kusema maneno mazuri ya kuwaita watu kuja msikitini kufanya ibada. Ndio utaona katika misikiti mengine wakati kabla ya adhana husomwa hii aya. Wasoelewa husema bid'a. Ukisema bid'a huwa ni mtu hini ni kufuru ama ni jambo la motoni. Mwanzo ni aya, hakuna bid'a ya Qur'ani. Pili, hii ni aya inayo ilaka ya wale wenye kuadhini. Wenyewe husoma ni kama kujishajiisha lile jambo lao, wala si lazima, lakini inayo mafungamano. Pamoja na kuwa tena katika tafsiri, katika maelezo, imeingia katika watu wote na nyanja zote za kuwaita watu katika jambo la Mungu na kufanya mambo mazuri. Si mahali pa kuvutana. Sisi tunatafuta penyenye ya kutiana motoni, penyenye ya kutoana katika Uislamu, vitu ambavyo wala sikuzidishwa adhana. Hakuna adhana iliyozidishwa. Adhana ni kutoka Allahu akbar mpaka la ilaha illa Allah. Kitu gani kimezidishwa hapo? Hakuna. Ile ni nje ya adhana. Kwa hivyo nje ya adhana haijazidishwa bado adhana. Adhana ni kuzidishwa ni ndani ya maneno yale, kutiwe maneno mengine ndo kuzidishwa. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bilmuhtadin, hakika Mola wako anajua zaidi ambao wamepotea katika njia yake. Wa huwa, na yeye Mwenyezi Mungu Mola wako a'lamu bilmuhtadin, ajua zaidi walioongoka. Hii ni aya pia yatuhimiza tupeane da'wa, tulinganianeni, tusiseme hawa wa motoni hawa wa peponi, kama mashekhe wa sasa wengi. Akipanda ukafiri, mshirikina, bid'a, kafiri, mshirikina, wewe mpaka wengine wasema huyu afaa kuswali nyuma yake, huu ufai, huu afaa swala yake taswihi, huu haiswi. Yaani majukumu ya Mwenyezi Mungu tumeyatukua sisi. Hizi ndo da'wa zetu za kisasa. Sasa yeye Mwenyezi Mungu hana kazi, tumezitukua kazi zake sisi. Yeye ndo ajua wenye waliongoka na yeye ndo yajua waliopotea. Kwa hivyo sisi kazi yetu nkulinganiana, si kuhukumiana. Na hii aya iko katika suratul Qalam aya 7, na imefanana aya hii na suratul An'am aya 117. Inshallah mpaka hapa tutakoma. Ikiwa pana taksiri tutaweza kuelezana kwenye sehemu ya comment na maoni, kushajishana, tusisahau.
Inshallah tusahau kulike, kusubscribe na kushare ili khairi kama hini isonge mbele zaidi. Mwenyezi Mungu mashekhe wetu aweze kuwapatia kila la khairi, na walokufa Allah awarehemu, na sisi atupe mahaba na umoja na kupendana na himma ya kufanya da'wa. Tumekuwa wavivu, baadhi yetu hatutaki kufanya da'wa, na watu wengi wahitajia kufanywa da'wa haswa mashinani. Basi Mungu atupe himma ya kufanya da'wa. Wassalamu alaikum wal afwa minkum.